Mambo ya kufanya kabla ya Ramadhan na ndani ya Ramadhani ni kama yafuatayo. Maandalizi ya kwanza ya Ramadhani, ndugu zangu, ni kila mmoja wetu atubie madhambi yake. Toba ya sawasawa, toba ya ukweli ni mtu kutia azma kwamba mimi sitorudia madhambi tena. Ndugu zangu, katika maandalizi ya Ramadhani ni kila mmoja wetu amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, kama wema waliotangulia wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma sallimna li Ramadhan wa sallim Ramadhanan lana wa tasallamahu minna mutakabbala. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utufikishe katika mwezi wa Ramadhani kwa salama, na uifikishe Ramadhani kwetu sisi katika hali ya salama, na utuwezeshe kufanya matendo mema ndani ya Ramadhani, na utukubalie yale matendo ambayo tutakayofanya ndani ya Ramadhani katika hali ya salama. Sasa Ramadhani imeshaingia. Sasa ndugu zangu, tunafaa kufanya nini? Ni tuzidishe zile ibada ambazo ilikuwa tunazifanya kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani. Katika maandalizi ya Ramadhani, ndugu zangu, na wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa uwezo na wale ambao hawana uwezo, tujitahidi ndani ya Ramadhani hii tutoe sadaka. Mtume alikuwa mtu mkarimu sana, na alikuwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani, akisaidia, akilisha, akipeana, akiinua. Ndio Mtume anasema afdalu sadaqa as-sadaqa fi Ramadhan. Sadaka iliyokuwa bora ni sadaka ambayo Muislamu anaitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sadaka ambayo unaitoa katika mwaka nzima hauwezi kuilinganisha na ile sadaka ambayo umeitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Thawabu yake na fadhila yake inakuwa kubwa zaidi, na miongoni mwa sadaka ni kuwalisha watu chakula. Nyingine, ndugu zangu, katika faida na mambo ambayo tunafaa kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kwa wale ambao Mungu amewapa uwezo waende wakatekeleze ibada ya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa namna fadhila yake ilivyokuwa kubwa. Mtu yoyote ambaye anayefanya ibada ya umra ndani ya Ramadhani anaandikiwa thawabu ya sawasawa na mtu aliyokwenda haji. La mwisho, ndugu yangu, katika Ramadhani hii, ndugu yangu, kuna sunna iliyoguru ambayo itakana kuhuishwa miongoni mwetu. Ndugu zangu, wengi wetu wameacha kuyafanya hii jambo, labda kwa sababu ya kutojua au kwa sababu ya kudharau au kwa sababu ya kufadhilisha mambo mengine kuliko haya. Naye ni sisi wengi wetu kuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Na wallahi, lau kila mmoja wetu angelijua fadhila ya itikafu, hakuna hata mtu angethubutu kuiacha mwaka mmoja ikampita bila kukaa itikafu msikiti kwa muda wa siku 10. Ndugu zangu, wewe hautoki ndani ya hiyo nyumba ya Mungu. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe usiwe miongoni mwa watu walioipata Lailatul Qadr? Nafasi yako ni kubwa wallahi.